kutuliza familia ili tuweze kumaliza hii ibada ya mwisho. Ningependa kuona yule ambaye atateremsha mwili. So nataka Elda aweze kutuombea kisha Matira soro mwanane kurumambi watulendero mwanane na ndo watikibona igo mwanane ai watoke mwana siri bya tatia sa kwa nukira na arama kwa mwanane na kurumu chakano ligo ingana lya oligo kwa no tuwato kwege na tatia sa no ko se linga tukura cho mwanane mwana siri bya nabo ya mo pasta chikogendera tatia sa ndero bili abona igo mwanane tatia sa Orang mana saya makna kuliah kita situ suku semua tuli. Sawa, tutazidi kuteremsha mwili nikisoma maneno haya. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura yake ni 4:13 kuteremka hadi 18. Maandiko yanasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tunyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Watu wa Mwenyezi Mungu, kweli wa mambo ndio huo. Kifo ni kichungu sana, mauti ni machungu sana. Na uchungu wa mauti unafaa kutuonyesha jinsi ambavyo tunafaa kuchukia dhambi na mwanzilishi wa mauti ambaye ni mwovu Shetani mwenyewe, ili tuweze kuishi tukiwa ndani ya Yesu Kristo. Ili wakati huu ambapo tarumbeta itaweza kulia, tarumbeta ama parapanda ya malaika mkuu, tutakuwa kati ya wale ambao watafufuliwa wakiwa wa kwanza. Jukumu langu ni jukumu lako kujiuliza kama umemkubali Kristo katika maisha yako. Ningependa kuambia familia ya kwamba Mungu tu hajatuahidi kuhusu mbinguni, lakini ametuahidi kutulinda hata wakati ambao tunaishi hai. Kwa hivyo Mungu atakuwa Mungu wenu bado, atawaongoza katika safari hii. Atazidi kuwatimizia yale ambayo amekusudia. Kwa wengine ambao bado pia mna vidonda vya watu wenu waliofariki na waliokufa zamani zile ama hivi majuzi, jueni kuna tumaini zaidi ya kaburi. Hebu tuishi tukiwa ndani ya Yesu Kristo ambaye aliyashinda mauti. Na yeyote ambaye ataweza kuishi ndani yake atashinda mauti. Atakaye mkataa Yesu Kristo, maandiko yanasema ya kwamba amejihukumu aweze kufa, sio kifo hiki peke yake, bali mauti ya milele. Kwa nini tukubali kufa mauti ya milele? Ni heri tumkubali Kristo, maana hamna yeyote ambaye anajua siku yake. Sisi wote tu wasafiri, na kuna wakati unaweza fika ujipate hapa nijiweze kujipata pale, ama tumelala pale kaburini. Lakini wale wamelala wakiwa ndani ya Yesu Kristo, kuna lingine zaidi ya hilo. Na hilo ndio tumeambiwa tuweze kufarijiana